Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Harmonize kwa mara ya kwanza katika jarida la Africa Now wameweza kutoa playlist ya nyimbo 10 zinazofanya vizuri. Na kama unavyofahamu Harmonize kupitia muziki wake amefanya vitu vingi sana. Sasa katika playlist hiyo wameweza kutoa kwamba ni wasanii wangapi ambao wanafanya vizuri kwa sasa, na wameweza kutoa listi ya wasanii bora, au sio bwana? Na kwa namna hiyo inaonyesha ni kwamba Harmonize ngoma zake zinasikilizwa ndani na nje ya Afrika, au sio bwana? Sasa katika hii page ya Africa Now wameweza kutoa playlist zao ambapo ni nyimbo 100 au sio bwana zinazofanya vizuri, lakini pia inaonyesha wazi kabisa kwamba Apple Music wanatambua ngoma zetu, lakini pia ngoma zetu zinaonekana kufanya vizuri, yani sio Tanzania tu, hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu ukizingatia Harmonize kila anapotoa ngoma amekuwa akizisubmit katika hizi digital platform. Kwa mfano kuna Apple Music, kuna Audiomack, kuna iTunes, kuna Boomplay, kuna Spotify. Kwa hiyo hizo digital platform ndio watu wana streams ngoma, au sio bana? Weka mbali YouTube, hapa nazungumzia digital platform, lakini YouTube ni digital platform lakini yenyewe iko katika mtindo wa video. Kwa hiyo kule kwenye digital platform ndipo msanii anapotengeneza maokoto mengi sana, kama ulikuwa ufahamu. Kwa hiyo unaweza kaona kabisa kwamba Harmonize anaweza akawa anatengeneza maokoto mengi sana nje ya YouTube kutokana na sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa sana. Watu wana streams ngoma kwa sababu tunaona wengine mpaka kuangalia ngoma wanakuwa wakidownload, lakini pia kwenye kudownload huko unakuta mtu analipia dola. Unakuta pengine kwa kustream ngoma moja unakuta analipa pengine dola 0.9 au dola 1. Kwa hiyo unakuta msanii akiweka kwenye upande wa subscription kwa tunaona anaingiza fedha nyingi sana. Sasa wasanii hawa Tanzania wamesikika Afrika mwaka huu. Kwa hiyo ni best of 2025, manake ni wasanii wakali mwaka huu 2025. Yani hawa ni wasanii wa Bongo na kuletea hapa, ambapo nakuletea listi ya wasanii 10 bora waliofanya vizuri katika mwaka huu 2025, ambapo rekodi hiyo imetolewa katika playlist ya Apple Music, ambapo Apple Music imetoa rasmi playlist ya Africa Now, ambapo hii ni category ya Afrika, ambapo best of 2025 ilikusanya nyimbo zilizofanya vizuri zaidi barani Afrika mwaka huu, na Tanzania imeandika rekodi ya kipekee kwa idadi ya nyimbo zilizofanikiwa kuingia. Kwa hiyo hapo unaona kwa Afrika tunaona Tanzania imeweza kuweka rekodi pekee kuliko nchi zote barani Afrika kwa kufanya vizuri katika upande wa Apple Music, ambapo tunaona Me Too ya kwake Abigail Chams pamoja na Harmonize ameendelea kudhibitisha ubora wake kama sauti mpya yenye nguvu Afrika Mashariki, huku kolabo yake na Harmonize ikipenya kimataifa. Kwa hiyo tunaona Me Too ni collaboration ambayo Harmonize amefanya mwaka huu, lakini pia iliweza kutoa mafanikio makubwa kwa Abigail Chams katika tuzo za BET, ambapo tunaona aliweza kufika hadi Marekani, lakini bahati mbaya kidogo tu achukue tuzo. Sasa hapa tunaona Me Too imefanya vizuri. Kuna Kai, Olamide na Wizkid na Mabeli One Condition Digitunes. Wizkid hapa kishika namba 3, lakini namba 4 ni kutokea hapa Nigeria, Odumodu jina ni gumu kweli kweli, Odumodu Black. Ya 5 ni ya kwake Burna Boy, Tatata. Ya 6 ni Be There Still ya kwake Davido, alafu namba 7 ni DJ Maforisa, anaenda kwa nyimbo yake inaenda kwa jina la Abatwana. Lakini pia tunaona nyimbo nyingine mfano Furaha ya kwake Harmonize, Kesho yake ya kwake Fina, My Rider Heavy, alafu pia Mbosso Power. Kwa hiyo hizi zinafanya vizuri, lakini pia bila kumsahau msanii Toxic, nyimbo yake ya Backbencher. Kwa hiyo hapa naendelea kukuelezea. Sasa Power ya kwake Mbosso imeendelea kuweka rekodi kuwa miongoni mwa waimbaji bora kwa kutoa nyimbo nzuri zinazokamata hisia na kutawala chati, ambapo Mbosso amefanya vizuri.
ngoma ya Power imeweza kuwa hit song kwa mwaka 2025 na imeweza kuweka rekodi kubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tunaona ameingia pia katika playlist ya Apple Music. Lakini pia tunaona Kesho Yako ya kwake Phina. Huyu ni msanii wa kike anayefanya vizuri katika game ya muziki wa Bongo Flava, ambapo amekuwa kwenye kasi kubwa mwaka huu. Ameonyesha kuwa ni miongoni mwa wasanii wenye mwendelezo wa kutafuta mafanikio na mvuto barani kote Afrika na sio Tanzania tu. Kwa hiyo bado anajitahidi. Lakini pia bila kusahau Harmonize pia ameingia nyimbo nyingine na kwa jina la Furaha. Konde Boy ameonekana tena kwenye playlist hiyo akithibitisha kuwa mwaka 2025 umekuwa kwenye mafanikio makubwa kwenye muziki wake, ambapo Furaha tunaona imeweza kuweka rekodi nyingi sana, au sio? Ndani katika digital platform tunaweza kushika namba 1 katika upande wa Audiomack, Boomplay, Spotify kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo imeingia pia katika upande wa Apple Music. Lakini pia bila kumsahau Heavy Girl, ambapo nyimbo yake inaenda kwa jina la My Rider. Hii ni hatua kubwa kwa Heavy. Huyu ni msanii mchanga sana, lakini pia ameingia kwa mara ya kwanza katika upande wa Apple Music. Kwa hiyo akiwa miongoni mwa wasanii wa kutokea Tanzania wanaofanya vizuri zaidi katika digital platform ya Apple Music. Kumbuka hapa hawaangalii Bongo tu peke yake. Hapa nazungumzia watu walio play hizi ngoma kutokea nje ya Tanzania. Hapa nazungumzia Nigeria, West Africa, lakini pia ukivuka boda mpaka Marekani. Kwa hiyo sio wa Nigeria peke yao na sio wa Bongo peke yao, bali watazamaji wengi wa Apple, kwa sababu tunaona wenzetu wameendelea zaidi na katika kusikiliza ngoma huaga hawadownload kama sisi. Wenyewe huaga wana stream sana ngoma. Kwa hiyo akistream ngoma hiyo inaonekana kabisa kwamba amesupport kwa kiasi kikubwa, lakini wengine mpaka kusikiliza ngoma zetu wamekuwa kilipia. Kwa hiyo hii ni faida kwa wasanii wa Bongo. Lakini inaonekana mwaka huu 2025 umeenda vizuri sana kwa wasanii wa Bongo, lakini pia tumeona wengine walijaribu kuweka consideration zao katika upande wa tuzo za Grammy, lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyetoboa. Lakini na imani next year itakuwa ni vizuri. Mtakuwa ni mwaka mzuri na pia watakuja kuchukua tuzo. Lakini Konde Gang akisema 2 big songs, maana yake hapa ni Furaha pamoja na Mitu kuingia katika playlist ya Apple Music imekuwa ni faraja sana kwa wana Konde Gang. Lakini pia Harmonize, mmoja kaandika Harmonize wanamchukulia poa, lakini ndiye anatuwakilisha kimataifa kwenye hiyo orodha waliotoa, sioni watu wao. Kwa maana yake hapo hakuna Diamond, hakuna Alikiba, hakuna Mario, hapa hakuna Rayvanny. Japo Rayvanny alifanya vizuri sana katika ngoma yake aliimba na Nora Fatei, Mama Tetema, iliweka rekodi mwaka huu. Lakini katika hii playlist ya Apple Music hayupo Diamond, hayupo Jux, hayupo Rayvanny, hayupo Mario, hayupo. Kaingia Mbosso, Harmonize, Phina, Heavy Girl, Toxic, au sio? Hao ndio waliowakilisha Tanzania. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.